We give you praise, Jesus. You are such a beautiful God. We worship you, wonderful God. There is no other like you. There can be no other apart from you. You reign in power. You reign in righteousness. You reign in authority. You are the God that reigns. You are the God that will forever reign. We magnify your name, Lord. There is no other God like you. Shalabalabalabala. Baseria la balanda la bazika. Bashida la bazika la balanda. Masala balanda la bazika la balanda. Shanderi balabalabas. Mashala balabalabalabas. We give you praise, Lord. Manifest your glory. Manifest your glory through us. Manifest your glory through our lives. Shatala balabalabasika. We worship you this morning, even in our houses, even in our offices. You are the God that reigns. Nothing can challenge you. Nothing can challenge you. Magnify yourself, oh Lord. Bwana natafuta watakao mwabudu kwa roho na kweli. Wakati ndio huu nami umefika Baba, nisaidie kutenda kulingana na mapenzi yako Yawe, kwenena na maagizo yako moyoni mwangu. Bwana natafuta watakao mwabudu kwa roho na kweli. Wakati ndio huu nami umefika Baba, nisaidie kutenda kulingana na mapenzi yako Yawe, kwenena na maagizo yako moyoni mwangu. Nimekubali, nasema ndio, kwako ni salama, nasema ndio. Nimekubali,
salama, nasema ndio. Na nimekubali, nasema ndio Bwana. Najitoa dhabihu iliyo hai, Bwana nitumie. Nasema nimekubali, nasema ndio, kwako ni salama, nasema ndio. Nimekubali, mimi nasema ndio Bwana. Najitoa dhabihu iliyo hai, Bwana nitumie. Nasema mimi ni chombo mikononi mwako Yahweh, tena ni udongo nawe ufinyange Baba, nifinyange, nitengeneze, uishe nafsi yangu, chochote utakacho mimi nitatenda. Nasema ndio, kwako ni salama, nasema ndio. Nimekubali, nasema ndio Bwana. Najitoa dhabihu iliyo hai. Nimekubali, nasema ndio, kwako ni salama, nasema ndio. Nimekubali, nasema ndio Bwana. Najitoa dhabihu iliyo hai, Bwana nitumie. Najitoa dhabihu Bwana iliyo hai, Bwana nitumie. Najitoa dhabihu Baba iliyo hai, Bwana nitumie. Najitoa dhabihu iliyo hai, najitoa dhabihu iliyo hai, Bwana najitoa dhabihu iliyo hai, najitoa dhabihu iliyo hai, maana nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako, fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako, fadhili zako Baba, ninasema asante. Asante, asante Bwana, wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Asante Bwana, wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwema Baba. Asante, nasema wakati wote wewe ni mwema. Asante Bwana, wewe ni mwema. Asante, sema siku wewe. Asante, nasema asante. Asante wangu, wewe ni mwema. Asante wakati wa majuto. Asante, nasema wakati wa shibe. Asante, Bwana, wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwema. Asante, nasema wakati wa njaa. Asante, Bwana,
ni mwema. Nasema oh, inabidi niseme Bwana wewe ni mwema. Nasema kwangu wewe ni mwema. Bwana wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Nasema inabidi niseme asante, ninasema asante. Hey! Asante, Bwana wewe ni mwema. Asante, asante, ninasema asante. Oh, nimeona wema wako, fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Kwangu wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Nasema kwangu wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Nasema wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Yeah, Baba. Asante. Nasema wewe ni mwema. Asante. Bwana wewe ni mwema. Asante. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote, Baba, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako, kaskazini kusini pia naona ukuu wako, magharibi nako mashariki pia, hey, naona ukuu wako. Zaidi ya yote, hey, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, hey, Baba, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu,
Alpha na Omega. Badiliki kamwe. Badiliki kamwe. Ola bashanda la basika la balenda la basaya. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu na ubadiliki kamwe. Alfa na Omega, wewe ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu. Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote kalabazikala utabaki kuwa Mungu. Alfa na Omega. Masele bala 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 bala. Ola bala 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 bala. Basala bala 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 bala. Shandala bala 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 bala. Ola bala ndeli basile. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Maseli bala ndeli basile. Shandala bala ndala basika la bala ndala. Bala 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 bala. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. Say you are highly lifted up, oh Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus. You are highly lifted up, oh Jesus, Jesus. You are highly lifted up, oh la basika la balanda. Hey, say you are highly lifted up, oh Jesus, Jesus. Yes, you are highly lifted up, oh la bala 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 basika. Yeah, you are highly lifted up, you are highly lifted up, Jesus. Yes, you are. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you today. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, yes, you are highly lifted up. I worship you. Oh, you are highly lifted up. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. I worship you. Ah, you are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, yes, you are highly lifted up. I worship you. Oh, you are highly lifted up. Oh, Jesus, Jesus, yes, you are highly lifted up. I worship you. Yes, you are highly lifted up. Oh, Jesus, yes, you are highly lifted up. Yes, you are. I worship you today. Highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you today. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you today. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you, highly lifted up. Oh, Jesus, Jesus. Yes, you are highly lifted. I worship you today. I worship you. You are highly lifted up. Oh, Jesus, Jesus. You are, yeah.
Hallelujah. Rabalande ribasika labalande. I worship you today. Labalande ribalando. Hey! Your name is Alpha, Omega. You are ageless. You are changeless. Almighty Jehovah. Glorious God. I bow before your throne. Your name is Alpha, Omega. You are ageless. You are changeless. Almighty Jehovah. Say glorious. Say I bow before. Oh, your name is Alpha, Omega. You are ageless. You are changeless. Almighty Jehovah. Glorious. Hey, I bow before. Oh, your name is Alpha, Omega. Ageless. And you are changeless. Almighty Jehovah. Glorious. Your name is Alpha, Omega. You are ageless. You are changeless. Almighty Jehovah. Glorious. Alpha, Omega, ageless. You are changeless. Almighty Jehovah. Glorious God. I bow before your throne. We bow before your throne. We worship. Worship at your feet. We bow. Bow before your You throne. are a glorious. Glorious Say we bow. bow before Yeah, your we worship. worship at your Oh, feet. we bow. Bow before your throne. You are a glorious. Glorious Hey, we bow. bow before your Hey, we worship. worship at your feet. We bow. Bow before your throne. You are a glorious God. Wow. We glorify you, wonderful God. How beautiful is your presence. Once again, troubled we came. Once again, even in fear we came. Once again, in faith we have appeared before you. Once again, in our weaknesses we have appeared before you, and in our strength. We thank you for being our God. We thank you because you chose us before we chose you. Be magnified, oh God. Be magnified in our lives. There is nothing you cannot do. That's why we come to you. When we are forsaken, when we feel forsaken, we come to you. That's why we love you, oh God. Because you are ever present. You are ever ready. You are ever there for us. Receive our sincere gratitude. May your name be glorified, Elohim. Be glorified, Jehovah Jireh. What you can do, no man can do. Receive our sincere gratitude. We glorify you, wonderful God. This morning, Lord, receive our worship, Jesus. Receive our thanksgiving. Receive our sincere glorification. Sincerely take the center stage of our life. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.
uko pale nyumbani, ready for the service with your pen and your paper, or with your pen and your book, we want to go deeper into the topic we were discussing last on the mystery of hearing from God. Na tukasema ya kwamba in life una find kuna levels of hearing from God. Kama kwa Numbers chapter number 12, Numbers chapter 12, kuanzia verse number 1. Miriam, Bible inasema, and Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married in Ethiopia, an Ethiopian woman. Verse 2 inasema, and they said, has the Lord indeed spoken only by Moses? So they were disputing on the fact that God cannot be speaking only to Moses. God has not been only speaking to Moses. They said, has the Lord only been speaking to Moses? Has he not also spoken by us? So it was a contention. The contention was, ama mabishano yao ilikuwa, kwani Mungu anaongea na Musa tu? Na kwani Mungu aongeagi na sisi? Bible inasema, and the Lord had it. So shida yenye Miriam na Aaron kama brother na sister wa Moses walikuwa naye ni Mungu, kwani anaongelesha Moses peke yake. Na ilikuwa vita ilikuwa hapo. Hata sio Ethiopian woman. Hii vita ilikuwa ni kwani Mungu anaongea na Musa peke yake, haongeangi na sisi? Walikuwa wanataka kupishana on the levels of hearing. Then the Lord had it. It is not Moses that answered. Si Musa ndiye alijibu swali, ni Mungu. Bible inasema, and the man Moses was very meek. The man Moses was a very humble man, above all the men which were on the face of the earth. Verse 4 inasema, and the Lord spoke suddenly unto Moses. It is the Lord that answered and said, come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And the three came out. And the Lord came down in a pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Miriam and Aaron. And he said, Miriam and Aaron. And they both were called, they came forth. Verse 6 inasema, and he said, hear now. It is God bringing clarity. Hear now my words. If there be a prophet among you, if there be, it means, Bible imeishi kiita Miriam are a prophetess. But this time God is saying, if there be a prophet among you. It means ya kwamba God disqualified the prophetic unction that was upon Miriam. And he said, should there be any prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in vision and will speak unto him in dreams. So God anajaribu kusema, there is a level I speak to Moses that I don't speak to anyone, including prophets. He said, but as for my servant Moses, who is faithful in all my house, verse 8, with him, this is a particular character in the Bible. Bible says, with him I speak mouth to mouth. And then anaendelea elaborate. Even apparently, and not in dark speeches. Now hizi ndio vitu nataka to discuss. When God begins to speak in dark speeches, God can speak ufikiria ni shetani ameongea. Sometimes here huongea in dark speeches. Number 2, and in similitudes. God anaweza ongea in similitudes. Anaweza kukuonyesha kitu yenye Kenya amekuonyesha sio hiyo. Analinganisha hicho kitu na kitu kingine. God can speak using a tree. Alete mti na aongei mambo ya upanzi wa miti. God can speak in similitudes. Na kuna watu wako kwa hiyo level. Mungu anaongelesha wengine kwa dark sayings. Wengine anaongelesha kwa similitudes. Analeta ndoto ya kufananisha vitu. Na wengine Bible inasema nini? And the Lord shall he behold. Wherefore
Then were you not afraid to speak against my servant? In short, God is trying to tell the Miriam and Aaron, the class of Moses, wakati God ana open up before Moses, God opens up apparently, without dark sayings, without similitudes. He speaks vividly, he speaks openly, he speaks clearly. Na mimi naomba kuanzia leo in your life, God atalift atakuweka kwa depth of hearing, yeye utaanza kusikia God without parables. Unaona kwa Mark chapter 4, Yesu aliingia kwa crusade, akahubiri in parables. Then his disciples wakamjia baadaye, I think verse 17 or something, wakamwambia, Rabbi, good teacher, ile mafundisho yako ya mkutano leo, wachana na congregation, hata sisi hatukusikia. Yesu akawauliza, you mean you did not understand this parable? Then how else can you understand all the other parables? So God anaweza ongea in parables. God anaweza ongea in similitudes. God anaweza ongea in dark sayings. God anaweza ongea through visions and through dreams. Na leo nataka kupeleka pole pole uanze kuelewa ya kwamba God can speak in dimensions so that you can change your level. Your amen is looking for my trouble anyway. Amen. You can say amen in your house. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Naomba katika jina la Yesu ya kwamba your level will shift. Amen. Tuliongea kuhusu how to shift levels ya kusikia kutoka kwa Mungu. Tunasema you need to know how to boost your attentiveness. Unastahili kujua vile utakuwa attentive. Kujicall in a meeting. Silence voices in your life. You silence your phone. You silence your wife. You silence your children. You silence your flesh. You silence everything around you so that you can give God absolute attention. God anapenda attention. God, I think God kwa tabia attention na your wife or your wives sana women. Women wanapenda kuwa uwape attention. God is the same. Anapenda apewe attention, maximum attention. Na tulisoma mambo ya attention. Tukasema number 2, anapenda uandike. Write it down. Every time anaongea, he wants to see you taking him serious by his word. Because he's lifted his word above his name. So every time the Lord speaks, anataka kukuona ukiwrite down. Anaambia Habakkuk write down. Anaambia John the Revelator write down. Even the place of writing down. Malachi write down. Angel wa ku write down pia ako. Anaitwa angel flani, metronym or something. Angel who writes names. There is an angel who does writings. And you need to know that heaven iko na written materials. Now, tukasema number 3, ya kwamba kwa Luke chapter 1 verse 45, every time the Lord speak, you must believe. Anasema, blessed is her or is she that believes, because there shall be a performance. Every time you believe, you allow the hand of God to perform. Tukasema number 4, very important. After you believe it, you must declare it. Let the atmosphere hear your position. Let when the people say there is a going down, you shall say there is a rising up. Amen. Let when people say you are dying, you shout like David, I shall not die, but I shall live. To do what? To declare the goodness of the Lord in the land of the living. God wants his goodness declared. Mungu anapenda uzuri wake utangazwe. Na Mungu akikupea maono inabidi useme, uiongee, itoke kwa moyo wako. Let it come to the atmosphere. Amen. Let the devil begin fighting what you have already declared. Yes. Declare your stand. Yes. Somebody say amen. Amen. Number 4, very important. Number 5, tuliongea kuhusu you must be ready to contend with the prophetic word or for the prophetic word. Every time the Lord speaks, the enemies begin to be active.
Enemies are put to activity by the word of God released. Mark chapter 4 verse number 17 ama 18 inaongea kuhusu wakati word ya Mungu imekuwa released, ikiingia kwa roho ya mtu, the persecutions and tribulations will come because of the word. Unataka kujua how much battle you are going to fight in life, how many battles? Then look at the size of the word that God has released over you, either by prophecy, because he can speak through a prophet to you. Na hiyo word ndio huwa inaleta vita. David alipokuwa anointed king, a lion came, a bear came, dubu ikaja. All this was to challenge the word hanging over David. I believe kwa maisha yako kuna watu, magonjwa imekuja, shida zimekuja, kusemwa vibaya kumekuja, unasikia kuhama hii kanisa uende ingine. Lakini nataka kukuinstruct ya kwamba kanisa hakuna ile haina mdomo. Hata yetu iko naye tu. Wakati maneno ya vita vinakuja kwa sababu ya unabii. The word of prophecy that is hanging on your life. Na tukasema 1 Timothy chapter 1 verse 18 inataka every time you receive a prophetic word, you war according to the prophecy. You fight to make the prophetic word a reality in your life. Kuna watu wengi sana wana believe mtu akishatabiri wewe ni bilionea unaenda nyumbani kulala. Mtu akishatabiri wewe ni mhubiri wa kimataifa unaenda kungojea. Nimekuja kukuambia sorry yo. Sorry. Unaweza ngojea till eternity. Wakati Bwana amesema unakuwa kama wenye ukoma. We better die activating what he has said. Amen. We better die. Yes. If we face a Syrian army, they don't have mercy on us. We die but getting the vision done. Amen. Every time you have an attitude of facing it, face your enemies. Yes. Time for fear is come to an end. Jude chapter 1 verse 3 inasema you must contend for the faith that was once delivered to the saints. Even imani inataka uipiganie. Yes. Imani inataka upiganie. So Mungu akishanena juu ya maisha yako, inastahili ujue namna ya kuhandle unabii. Na kwa dakika kidogo leo kwa ibada ya asubuhi nataka kuongea tu kuhusu namna ya kuhandle unabii. Maana watu wengi sana wakitolewa unabii wanaenda nyumbani kulala. Na mimi ni nabii wa Mungu. Nimetabiri vitu mingi vimefanyika. Na kuna vingi havijafanyika. Na siku maanisha jua hii kufanyika siku tabiri. Ni wenye nilitabiria walienda kulala. Because hata mimi mwenyewe niko na unabii juu ya maisha yangu. I wake up every morning to fight. Amen. To make sure that the prophetic word hanging over my life, I will not just take the grace of God for granted. That grace must be put to work. Yes. That's why every time kuna prophetic word hanging over your life, you must be ready to contend for it to come to pass. Amen. Now, kuna basic information ambayo unahitaji wakati una deal na prophet na prophetics. Number one, according to the Bible, wakati God anatuma a prophet to you, the first thing you must do is believe your prophet. Bible ijasema know your prophet, because sometimes it is too hard to know prophet. Bible ijasema understand your prophet. Bible ijasema befriend your prophet. Because God akikutumia prophet hajakwambia ufanye urafiki na yeye. So akikupatia urafiki ni marupurupu. Mungu akituma nabii kwako hajatuma friend, hajatuma colleague, hajatuma workmate, ametuma cover. So the first thing you must do to a prophet
is to believe in a prophet. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 inasema believe in God and you'll be established. Believe also in his prophet. Aijasema believe also in the prophetic. Because prophetic haitoki juu ya miti. Prophetic inatoka juu ya watu. Bible inasema believe also in his prophet. So I want to address the issue ya watu wengi kuwa kwa kanisa zenye hawaamini wachungaji wao. You are already umesababisha what we call a disconnect katika ulimwengu wa roho. Katika mawasiliano ya mbinguni, Bible inasema believe in your prophet and you will prosper. Believe in your prophet. Now this is very important because leo kuna mtu akikuja kwako akwambia ametumwa na president, unaweza muangalia kuanzia juu mpaka chini, umwambie jaribu kutafuta njia ya kutoka kabla sijakupiga. Maana hafanani kutumwa na president. Sasa makosa ya Mungu ni moja. Because Mungu huwa mara nyingi akikutumia mtu, anakutumia mwenye hafanani ametumwa na Mungu. Leo president akituma ambassador, anahakikisha amepewa government vehicle, amefanyiwa proper attire, mavazi yanayofaa, amepatiwa kiwango cha security, mpaka akitokea speaking on behalf of the president, all of us believe ya kwamba this one is sent of the president. But heaven is the other way around. Heaven imemajor on these guys. Heaven ikituma mtu inataka umdespise. Why do I say this? 1 Corinthians chapter 1 verse 27 inasema God has chosen the foolish things to shame the wise. God has chosen those that are not to shame those that are. God has chosen the weak things of the earth to shame the strong. God specialized on these guys. Now every time God anatuma mtu, he must make sure ya kwamba the person is complicated enough for you to miss it. Lazima hakikishe Moses ni stammerer. Na unaweza doubt akibagei na maneno. But you can never doubt his results. So many a times, God sends you a prophet that is not easy to believe. That's why dunia inafanya, ukiangalia dunia leo, you can criticize all the prophets. This one for love of money, this one for drunkenness, this one for weakness, this one for immorality, this one for ulafi, this one for another one. But God has given something in that vessel that is earthen. So that whoever is spiritual can believe. Amen. But it says, believe also in his prophet. Amen. And you will prosper. So mlango ya kwanza ya kupokea the prophetic is to believe the prophet. Amen. Number 2, very important. After you believe in a prophet, 1 Timothy chapter 4 verse number 14. 1 Timothy 4:14. Inasema neglect not the gift that was given to you by the prophetic. Now let me tell you, you can neglect a prophetic gift or a spiritual gift imputed or imparted on you by prophecy. Because wakati a prophet speaks, kile anapeana hapeani material capital, anapeana spiritual capital. Now only the spiritual understand when a prophet say, I bless you, ya kwamba he has transferred whatever it takes to succeed into your life. Bible says, neglect not the gift, because you can neglect things given to you by prophetic. Now the only thing that gifts don't suffer in the spirit is neglect. Gift hazikubali kudharauliwa.
Vitu za rohoni zikikupita zinaenda kwa mwingine. What did Elijah do? Elijah came and said, tomorrow, by this time, barley shall be this price. Wheat shall be this price. Kijama kimekaa hapo karibu na mfalme kiofficial. Kikasema, Mr. King, don't allow this boy to confuse you. Don't allow this prophet. Hey, kesho, hivi tunatoka wapi kesho? Wewe king, be advised. Let us use our management tactics. I believe alitumia the natural to try to understand the supernatural. But the prophet also, who was giving material things, this time did not shut up. He said, you shall see it, but you shall not partake of it. And the guy, wakati ilipofika saa ya delivery, akakimbia na kukimbilia delivery, because when the prophetic materializes, people can see that it was not a lie. That's why you can doubt sometimes the prophetic, but you can never doubt results. Amen. I came to declare over somebody here. Amen. Every time God anakuongelesha by prophecy, do not neglect the prophetic. Amen. I say do not neglect. Amen. I say do not neglect. Amen. Do not despise a prophet. Amen. Now, wakati Yesu anasema, a prophet is without honor in his hometown, Kenya aliongeza ni nini? He could not perform so many miracles. Amen. He came with miracles, but they despised number one key. You are receiving from a prophet. They despised the prophet. Now because he was despised, Bible says he came to his own. John chapter 1 verse 12. He came to his own, but his own rejected him. Once a prophet has suffered rejection, he lives with the prophetic impartation of things from heaven. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Bible anasema hivi. Paul anasema, men ought to recognize us as servants of God and as stewards of the mysteries of God. Let me tell you something. We are the keepers and custodians of the things of God. Amen. And when we declare them, please don't ignore them. How did our forefathers survive? 1 Corinthians 10 verse 1. Inasema, I do not want you to be ignorant that our forefathers were all under one cloud. And they were all baptized into Moses. Moses was their prophet. Baptized into Moses. And they partook of spiritual meals. And they partook of spiritual drinks. Because they were baptized into a man. Whatever he said, they became partakers. Amen. How many of you believe that Apostle John Jaya is sent of the Lord to you as an oracle of God? Amen. I declare this coronavirus will not bring your family down. Amen. Will not bring your home down. Amen. Will not bring your business down. Amen. When they are going down, I declare you shall rise up. Amen. I say you shall rise up. Amen. I say you shall rise up. Amen. You are not going down. In the mighty name of Jesus. Amen. Never you neglect. The fact that kitu ni ya kiroho sio kumaanisha hai exist. Kama leo kuna upepo, wangapi mmewahi guza upepo? Wangapi mmewahi iona? Na wangapi mna doubt iko? Upepo inaweza fanya kazi ya kung'oa miti. Inaweza ng'oa daraja. Inaweza ng'oa nyumba. Wakati inafanya hivyo kila mtu anajua, ignore the power of the wind at your own peril. So the prophetic may be invisible, but every time we declare, look at how it affects our members. People come to church drunkards. All of a sudden their color changes. All of a sudden their marital problems begin to change. Even scientists have proven that watu wengi wa mama na wanaume wanaishi miaka mingi kwa sababu ya kwenda kanisa. Because wakiingia church, tunafanyanga service, tunatoa oil mbaya, tunaweka mzuri, tunawekea new air cleaner. Makazori ya labai. Your life will never remain the same. Amen. Never you neglect the spiritual.
Number three very important. I said you fight to make it happen. 1 Timothy 4:14. 1 Timothy 4:14 and 1 Timothy 1:18. Fight to make your prophetic word a reality. Fight. Fight. Amuka asubuhi, enda hustle. Enda bustle. The difference between you and other hustlers is because there is a word hanging over you. The difference between you and other people is because kuna word of God suspending your life in a level they can never get by strength. Bible inasema by strength shall no man prevail. Go and fight. Some of us fighting will mean go back to school. Yes. Some of us fighting will mean starting that job with the little capital you have. Some of us fighting will mean opening a church. Some of us fighting will mean tuende nyumbani tuombe msamaha tuanze maisha. Some of us fighting will mean marry. You have to make it happen in the name of Jesus. Number 4, very important. Give a prophetic offering. This is what people don't like. Judges chapter 6 verse 8. Wakati God alitumia Israel, Judges chapter 6 verse 8. Alitumia Israel a prophet. They did not honor a prophet. Verse 11. God had to send them an angel. Gideon aliposikiza angel, akasikiza mighty man of valor, akasema I am the least of the least tribe of Manasseh. Bible inasema vizuri alipo withdraw from there. Angel alipoongea akamaliza. Verse 17, Gideon alimwambia if you are from God, kama Mungu ndiye amekutuma, Mr. Angel, wait for me here. Let me go home and bring a prophetic offering. And the angel said, go. And he waited there. Gideon akaenda nyumbani akapika. Gideon akachinja kondoo. Gideon akaleta nyama. Akaleta chakula na mikate. Akaletea malaika amemngojea. Because the best way to respond to a revelation is sow a revelation offering. Amen. Genesis chapter 4 verse 23 to 25. Nyinyi wote mnajua ya kwamba Moses aliambiwa na Mungu atoke aende akalete wana wa Israeli akawakomboe Misri. Moses went without an offering. Then in the middle of the journey, akiwa anaenda kuachana mke wake na mtoto, the Lord sought to kill him. The same God sending Moses sought to kill Moses. But Zipporah, who was a wife of Moses, who was a daughter of a priest, akakimbia akafatahiri mtoto wa Moses, akachukua gomvi akaguza Moses, naye akasema my husband by blood, or my bloody husband, or my covenant husband. And the Lord withdrew and said, Moses, you can continue living. What am I trying to say? I'm trying to say, when God speaks by prophecy, you must give a prophetic offering. When God speaks by revelation, you must give a revelation offering. Yes. So that the offerings will make the revelation perpetual, continuous. So that, najua, anytime an entity is properly responded to, it responds well. Anytime you respond well, una respond well hata kwa mashini gari. Ukiheshimu gari, inakuheshimu na inakubeba vizuri. Wale kuna watu wakiendesha gari, baada ya siku mbili unasikia mikebe ikivunjika kila mahali, because hawajui kuheshimu kinachowabeba. If a prophetic word will carry you, you must give it something. Amen. Give it something. It will carry your children. Amen. In the name of Jesus. Amen. Number 4, very important. Wait for it. Hapa ndio watu wengi huwa wanaanzia. Habakkuk chapter 2 verse 1 to 4. Anasema I will position myself on a rampart, watch to see what he will say to me. Then he said, write the vision, make it plain. Whoever reads it may run with it. For the vision is for an appointed time. Yet at the end, it will speak and it shall not lie. Though it tarries, wait for it. Though it tarries. Because the word of God, sometimes you will wait for it. Sio kila wakati God kuongelesha kitu ya kesho asubuhi. Kuna wakati God kuongelesha vitu ya 20 years. Na unaiota mpaka unaona hii kitu ni ya asubuhi.
Wakati mmoja niliota nilikuwa na pesa nyingi sana, mpaka nikaziweka kwa gunia. Nilipoweka pesa zangu kwa gunia, nikazificha mfunguni mwa kitanda. Asubuhi niliamuka hivi kama nimeingia chini ya kitanda. Mama yangu akashangaa nimeingia chini ya kitanda. Na watu wa kwetu wakaniuliza, unaenda ni kwa kitanda? Nikasema nani amechukua? It was so real. Ni kind of hizi pesa zilikuwa zinapatikana hiyo siku. So wakati mwingine unaweza kuona maono ufikirie ni ya leo na ni ya 30 years. Na ni ya 50 years. Though it tarries, wait for it. Si ati kwa sababu amechukua 2 weeks God is a liar. He's not a man to lie. And has he not said it? Will he not perform it? He said to Jeremiah, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? He said to Abraham that Sarai will have a child. I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? I came to tell you, kama umengoja na haijatokea, ngojea tu. Isaiah chapter 40 verse 30, they that wait upon the Lord, he shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and never get weary. They shall walk and not faint. Sometimes it takes waiting. Wait for it. Though it tarries, wait for it. Amen. I say though it tarries, yes, wait for it. Amen. After you have fought for it, after you have given and you are fighting for it, sometimes you need patience. Amen. Patience is also a virtue of the Spirit. Yes. You need to wait. Amen. Kuna mambo God aliniambia, akaniambia hata mimi ananituma Nairobi. Nilikuwa Kitale. Wakati ananiambia atanituma Nairobi, niliamua kuweka nguo kwa bag. Nikaenda kuambia mama yangu kwa heri. Na kueleza hiyo safari ilichukua 17 years. God alisema na alimaanisha. Sasa hivi nikihubiri na kwa Nairobi. Lakini aliniambia miaka 17. Miaka 17 imepita. Nikiwa ninangojea. Nimekuja kukuambia hivi, sometimes it will take time. Yes. But you must wait. Not every healing happens instant. Some healing happen gradually. You must be ready to wait. Amen. The fact that hujapona instant does not mean he's not a healer. Amen. Sometimes he will heal you gradually. Yes. He will heal you gradually. Yes. You need to wait. Amen. The fact that umetoa sadaka church on Sunday does not mean on Monday morning unakuta God amekungoja kwa CBD. Nataka kukuambia hivi, anaweza kuchelewa. You have to wait. Amen. You have to wait. Amen. They that wait upon the Lord, he shall renew their strength. God, I pray for somebody. Anayenisikia siku ya leo. Amen. Marebo seria la balanda. Gezo darimane kanai. Paleria la bazika la balando. Mashateria la baranda la bazia. Zale balanda la basika la ba. I pray for somebody hearing me today. Lord, I pray for that one that was about to faint. Yule aliyekuwa karibu kuzimia. Namuombea neema ya kungojea. Namuombea neema ya kungojea. Yule alikuwa anasikia Bwana, ni kama umemsahau. Ninafungua malango na milango. Kuanzia leo hata sahaulika. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa miungu umetukuka, muumbaji wa vyote duniani na mbingu, tunakuinamia. Mungu wa miungu umetukuka, muumbaji wa vyote duniani na mbingu, wewe wa ajabu,
shukrani kwako ewe Mungu, pia nguvu na heshima kwako ewe Mungu mtakatifu, mwaminifu, Alfa na Omega, El Shaddai, Adonai, Alfa na Omega, wa ajabu, Ajabu, wewe wa ajabu, 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 wala wewe wa ajabu, wewe ni mfalme, mfalme, wale wa mfalme, wewe wenye enzi tunakuabudu. mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Tutakuwa tunaendelea katika ujumbe huo nikizungumza kuhusu siri za ndoto na maono, mambo ya undani kuhusu jinsi ya kumsikia Mungu katika ndoto na katika maono. Taanza kuongea kuhusu hivyo saa 5:30. Ninakukaribisha sana kwa ibada kuanzia saa 5:30. You're welcome so much. God bless you.